Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakujifunza kichwa chenye ujumbe unasema ufunguo mojawapo wa kushindwa kwenye maisha. Roho Mtakatifu mhudumu wa kweli akakuhudumie, mafundisho yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ufunguo mojawapo wa kushindwa katika maisha. Moja ya sababu ya watu wengi kushindwa kwenye maisha ni kuishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Ni kuishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Kumbuka, kwenye maisha haiwezekani ukamfurahisha kila mtu. Haiwezekani ukamfurahisha kila mtu. Watu ambao hata kama ukifanya vizuri namna gani, bado wataona kuna jambo ambalo wanaweza kalikosoa. Hata kama ukifanya vizuri namna gani, bado wataona mapungufu. Kwenye maisha, usiishi maisha ya kutaka kumfurahisha kila mtu. Usiishi maisha ya kutaka kumfurahisha kila mtu. Kwa moja ufunguo wa kushindwa kwenye maisha ya baadhi ya watu ni kuishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Kuishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Anataka afanye jambo ambalo linamfurahisha kila mtu. Anataka aende sehemu ambapo watu marafiki zake wanafurahi. Moja ya ufunguo wa kushindwa kwenye maisha ni kuishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Usiishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Ishi maisha yako. Ishi maisha yako na huku ukihakikisha kwamba ndani yako amani imetawala. Ndani yako furaha imetawala. Jambo lolote ambalo unaona kabisa hili ni sahihi, hata kama watu wengine hawalifurahi, hata kama watu wengine hawakuungi mkono, wewe songa mbele, fanya. Kuna wakati mwingine watu wengine watakuvunja moyo kwa sababu wanajua kabisa unakokwenda ni kuzuri. Ufunguo mojawapo wa kushindwa kwenye maisha ya watu ni kuishi kwa kutaka kuwafurahisha watu. Usiishi kwa kutaka kumfurahisha mtu yeyote yule. Ishi kwa kumtaka kujifurahisha wewe, lakini pia hasa kumfurahisha Mungu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akusaidie. Roho Mtakatifu akusaidie kutokuishi kwa kutaka kuwafurahisha wanadamu. Ishi kwa kutaka kumfurahisha Mungu peke yake. Na furaha yako iwe ni kipaumbele chako. Amani yako iwe ni kipaumbele kwenye maisha yako. Iwe ni kipaumbele kwenye maisha yako. Furaha ya watu wengine isiwe ndio kipaumbele wakati wewe unabaki una furaha. Amani ya watu wengine isiwe ndio kipaumbele afu wewe unabaki una amani. Funguo mojawapo wa kuishi maisha kushindwa kwenye maisha ni kuishi kwa kutaka kumfurahisha kila mtu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, unaweza kuwashirikisha watu wengine, lakini pia usisahau kusubscribe ili uweze kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu.